Bwana Yesu na asifiwe. Ni asubuhi njema Jumapili ya siku ya leo ambapo mpenzi mtazamaji ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba hali yako ni nzuri tu. Na umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu maana imegharimu tu mkono wake, nguvu zake kuweza kukuamsha asubuhi ya leo katika uso wa dunia. Ni baraka ya kwanza ambayo huwa tunaipokea. Basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, wakati ambapo tunamalizia hii wiki. Mtumishi yule ambaye tuko naye ni Pastor Samuel Mutinda kutoka kanisa la ABC Ngoleni Mitaboni Pastorate Machakos Sub-Headquarters. Ni yeye tu tutaendelea pamoja ili akaweze kuendelea na kuendelea na kutusaidia kuongelea ndani ya hayo Manyunyu ya Baraka kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo anaenda kutuletea. Karibu tuendelee na kubarikiwa pamoja. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hii nafasi ambayo Mungu amenipa asubuhi hii. Nikimshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na fadhili zake ambazo ametenda nasi. Kwa hivyo mtazamaji wangu, naomba nikusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Naomba nikukaribishe katika kipindi hiki cha asubuhi cha Manyunyu ya Baraka ili tukapate kubarikiwa kwa pamoja. Na wazo la asubuhi hili ya leo tutalipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ni wa 5. Nitasoma mstari wa 39 na kwa jina la Yesu Kristo nitasoma. Lakini ikiwa imetoka kwa Mungu, hamwezi kuivunja. Msije mkaonekana kuwa mnapigana na Mungu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru tena kwa sababu ya wema wako. Mungu, nena nasi kwa maana tuko tayari kusikia kutoka kwako. Mungu, tusaidie na utuinue. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Mtazamaji wangu, naomba katika wazo hili la asubuhi ili tukapate kujifundisha ya kwamba kile Mungu amepanga kwako hakuna wa kusimamisha. Kile ambacho Mungu amepanga kwako hakuna mtu wa kusimamisha, ama hakuna wa kusimamisha. Na hivyo ndivyo naomba ili Mungu atusaidie asubuhi ya leo. Ili wazo la asubuhi litutie nguvu na itujenge. Kwa maana nyakati zingine tunapoanza mambo hatumuhusishi Mungu katika mambo hayo. Lakini ni himizo langu la asubuhi ya leo, kwa maana neno la Mungu vile imetueleza ya kwamba wakati tunapoomba Mungu aliye hai, watu wanajaribu ili wapigane na jambo ambalo limeanzishwa. Lakini kama linalo muhusu Mungu, haliwezi likavunjwa, haliwezi likaharibiwa. Na ndivyo naomba asubuhi ya leo, mtazamaji wangu, kwa maana sisi sote ni watu wa Mungu. Tuliumbwa na Mungu. Na kama tuliumbwa na Mungu, ni vizuri wakati tunapoanzisha jambo lolote lile tumuhusishe Mungu, ili tumkaribishe Mungu kwa jambo lile. Kwa maana mambo mengine yanaharibika kwa sababu hatumuhusishi Mungu pale. Wengine hata ndoa zao zinaharibika kwa sababu hawamuhusishi Mungu pale katika ndoa. Hawahusishi Mungu katika kazi. Hawahusishi Mungu katika mambo yao. Na kama Mungu hayuko pale, kama shetani amesimama na jeshi lake ili apate kuharibu kazi hile, litaharibika. Hakika utaharibiwa na mambo mengi. Ndoa litavunjika, mambo yataharibika, kwa sababu mwanzo na msingi wa lile jambo hakuna Mungu pale. Na ndivyo naomba asubuhi ya leo,
Jambo lolote ambalo tutakalolifanya, ama hata kama ni mjengo ambao unaendelea na kujenga, kama haukuhusisha Mungu pale ukianza, enda umuite mchungaji aombe. Kama haukumhusisha Mungu katika ndoa yako, naomba umkubali Mungu na umhusishe katika ndoa yako. Omba Mungu umhusishe hata kwa kazi yako, kwa maana mahali umefikia si eti ni kwa nguvu zako, ni Mungu. Kwa hivyo mhusishe pale, na kama utamhusisha mambo yako, Mungu atasimama nayo na hayataisha. Watu watajaribu, kwa maana watu wapo, kundi la shetani ambalo usimama kama vile walikuwa wanasimama kinyume na mtumishi wa Mungu ili waharibu kazi ambalo alikuwa anaifanya. Lakini asubuhi ya leo naomba ili tuimbisane ya kwamba tukianzisha mambo yetu na Mungu, hakika tutashinda. Shetani akipanga kukuja kuharibu kazi ile, atakuta Mungu akiwa pale, atakusaidia. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ni vizuri tujue ya kwamba wakati tunapoanza jambo, tumhusishe Mungu. Jambo lile lingine, Mungu hutetea watu wake. Wakati tunapomhusisha Mungu pale, tumeweka ulinzi. Na kama tumeweka ulinzi, ni lazima tujue ya kwamba tuna mtetezi wetu ambaye ni Mungu. Usipigane na watu ambao wanapigana nawe. Chako cha maana ni kuomba Mungu na kumhusisha Mungu katika jambo lile. Na ukimhusisha Mungu, basi atakupigania. Maadui zako watashindwa, jeshi la shetani litashindwa, kwa maana Mungu anatupigania. Mungu anatutetea, kwa maana sisi ni wana wake. Jambo lile lingine, kusimama na Mungu ni vyema. Kusimama na Mungu ni vyema katika maisha yetu, kwa maana jambo ambalo kwetu tunaona ni ngumu, tukiwa na Mungu hakika litakuwa rahisi kwetu. Kwa hivyo ni vizuri, mtazamaji wangu, husisha Mungu pale kwako. Husisha Mungu katika jambo lako ambalo unalifanya. Mwite Mungu, anza na Mungu kwa kila jambo, na Mungu yeye mwenyewe atasimama nawe na pia atakushindania. Ukiwa na Mungu, hata kamati za shetani zikae chini na kusimama kinyume na maisha yako, watashindwa. Watatafuta njia ya kukuangusha, watakosa. Kwa maana umehusisha Mungu katika maisha yako, umehusisha Mungu katika kazi yako. Wengine wataenda kwa uchawi, walete miti shamba kwa kazi yako, ili customers waende, ili washirika labda waende. Lakini unaposimama na Mungu, kwa sababu ulimhusisha Mungu pale kwa huduma yako, na kuhakikisha ya kwamba hata kamati ikae chini, haitafaulu, kwa maana Mungu ameketi kwa ajili yako. Mungu anakutetea. Kwa hivyo mhusishe Mungu pale, mhusishe Mungu katika kila kikao, kwa maana Mungu atakushindania. Kwa hivyo mtu wa Mungu, tujue ya kwamba Mungu aliye hai atasimama nasi. Jambo lile lingine la kumalizia ni tumuhusishe Mungu kwa mambo yetu yote. Hakuna mtu atakayesimama kinyume na maisha yako kama utamhusisha Mungu kwa maisha yako yote. Kama utamhusisha Mungu kwa mambo yako, kwa njia zako, na kuhakikishia ya kwamba asubuhi ya leo, Mungu aliyekuumba, Mungu aliyekupa hai, hautashindwa, kwa maana wewe uko na Mungu ambaye hashindwi. Na kama unaona mambo yako hayaendi vyema, jiulize ni wapi ulikosea, ni wapi sikuhusisha Mungu. Umhusishe na umwambie Mungu, nisamehe, kwa maana nilianza bila wewe, na kwa maana nimejua ya kwamba ni vizuri nianze nawe. Mungu, enda pamoja nami, atakusaidia. Atakusaidia. Mambo ambayo umepanga, njia zitafunguka.
mambo ambayo unaendelea na kuyafanya, Mungu ataendelea kusimama nawe. Hata kama ni kazi ulikuwa umeanzisha ya mjengo, pesa zimeisha, labda pesa zimepotea, amini Mungu, kwa maana ulimuita. Muitishe, pesa atakupa. Hata kama amani haipo nyumbani kwako na ulimhusisha katika ndoa yako, mwambie Mungu, nilikuhusisha hapa. Kwa nini amani sioni? Kwa nini Mungu naona haya? Na nilikupa kipaumbele katika maisha yangu. Mungu, kwa sababu gani? Kwa sababu utakuwa unamuuliza hivi, kwa sababu wewe mwenyewe umejipeana kwake na umejipa ili akutawale. Kwa hivyo ni vizuri, mtazamaji wangu, tunapoendelea na kuishi maisha haya, tuamini aliyetuumba, tumuhusishe kwa kila jambo, tuendelee na kumuinua, tuendelee na kumuomba, atasimama nasi kwa kila jambo. Husisha Mungu hata kwa masomo yako, husisha Mungu kwa njia zako, husisha Mungu hata ukienda kwa jambo lolote lile. Mhusishe Mungu hata kama hujui kuomba. Mwambie Mungu, wewe tangulia, na atatangulia. Na wale ambao labda watasimama kinyume nawe, watakutana na moto wa Mungu, kwa maana Mungu yuko mbele yako na anakupigania kwa maadui. Kwa hivyo watazamaji wangu, Mungu akupe neema, Mungu akusaidie, Mungu akuinue, Mungu akubariki, kwa maana utakaposimama na kumweka Mungu mbele, mambo yako yatasimama vyema. Kwa hivyo ni vizuri sisi wa Kristo ama watu wa Mungu tumuhusishe Mungu katika mipango yetu, tumuhusishe Mungu katika maisha yetu, na hatutaibika kamwe, kwa maana adui hapo na jeshi lake anatuwinda kila asubuhi, anatuwinda kila usiku. Lakini tunaposimama na Mungu, basi atatupigania, atatutetea. Hivyo Mungu atubariki na abariki neno lake. Amen. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru na kusema asante, kwa maana umetusaidia, tumesikia neno lako. Mungu, tusaidie hili tukuhusishe katika kila jambo, ili watu watakapokaa wasungumze na waseme ya kwamba ili ni jambo ambalo Mungu yupo ndani, kwa hivyo hatuwezi kuiharibu, kwa maana hupo. Hivyo Mungu, tusaidie hili tuone utukufu wako kama wa Kristo. Kama mtazamaji, msaidie yale ambao anaona kwake ni ngumu. Jehova, mpe roho ya kukuhusisha ili aone, hakika haone utukufu wako. Mungu, tusaidie na utuinue. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Kazi ya Mungu haiwezi ikasimamishwa. Hivyo ni kusema kwamba haijalishi kuna upinzani kiasi gani, lakini kazi ya Mwenyezi Mungu na ile huduma ambayo aliweza na kuitia ndani yako haiwezi ikamalizwa na yeyote yule ama ikasimamishwa. Wapinzani wa kazi ya Mungu unjikuta wakimpiga Mungu moja kwa moja. Maana hii ni huduma ya Mwenyezi Mungu, ni yeye aliweka ndani yako. Wakati ambapo au wapinzani wanaipiga vita, wanajipata kwamba wanapigana na Mungu mwenyewe. So kama maybe, yani ulikuwa na roho ya aina hiyo, kwanza ujue kwamba kazi ya Mwenyezi Mungu haiwezi ikapingwa. Na ujue kwamba wapinzani dakika ya mwisho unjipata wanapigana na Mungu mwenyewe. Vita ya Mwenyezi Mungu utaiweza? Hapana. Hiyo roho ni maombi yangu ya kwamba isije ikampata mmoja. Lakini ujue kwamba kazi ya Mwenyezi Mungu haiwezi ikapingwa, haiwezi ikasimamishwa na yeyote yule. Hekima ya kiroho ni kutambua kazi ya Mungu na kuiheshimu hata kama haieleweki kikamilifu. Heshimu kazi ya Mwenyezi Mungu. Heshimu ataua. Heshimu kile ambacho kiliwekwa kwa wengine na hakikuwako kwako. Yule ambaye ameitiwa hiyo kazi, alipewa hiyo huduma, muache afanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Usiwe pigamizi pale, yani ya kazi ya Mwenyezi Mungu pale kanisani. Umesikia kikosi kama hicho, epukana nacho, kaa kando.
Kazi ya Mwenyezi Mungu iwezi kapingwa na yeyote yule na akaendelea. Epukana nacho. Hata kama kuna kitu ambacho unaona kwamba hakikupendezi, heri ukae kando. Lakini sio kuanza kupinga kazi ya Mwenyezi Mungu na kusema kwamba iwezi ikaendelea. Kuanza kupigana na wale watumishi, utajipata wewe mwenyewe unapigana na mwenye hiyo kazi. Hilo ni fundisho kali. Na tumeweza na kulipokea. Ni maombi yangu ya kwamba tukaweze kusaidika na tujue kazi ya Mwenyezi Mungu ni yake na wataua wake. Ninakutakia Jumapili njema na siku ya baraka. Mahali popote pale utaabudu, Mwenyezi Mungu akakubariki. Roho wake akaendelea na kufanya kazi ndani yako na ndani ya watumishi wa Mwenyezi Mungu wote. Pasa tumeshukuru sana, barikiwa. Umetubariki sana kupitia neno la Mwenyezi Mungu hiyo wiki yote. Mungu na akubariki na azidi na kukuinua. Mtazamaji wangu, hiyo wiki yote umefuatilia kipindi. Mungu na akubariki nawe pia pamoja nawe. Na ubarikiwa na neema ya Mwenyezi Mungu ikutoshe. Nimekuwa wako Pastor Lucy Michael, nikiomba kwamba Roho wa Mwenyezi Mungu na atusaidie tusije tukawa wapinzani wa huduma ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.